Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tuelekee huko Yemen ambapo wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen wanasema wamejiandaa kwa vita vikubwa dhidi ya Israel. Kiongozi wa harakati wa Ansarullah ya Yemen, ama unaweza kuwaita Wahouthi, amesema kuwa wanaharakati hao wamejiandaa kwa ajili ya awamu ijayo ya mapambano na utawala wa Israel, kwani wanaamini kwamba eneo hili litakuwa imara kwa muda mrefu maadamu Palestina inaendelea kukaliwa kwa mabavu na dola pandikizi la Wazayuni ambalo muda wote linapanga njama dhidi ya Waislamu. Abdul Malik Al-Houthi, kiongozi wa wapiganaji hao wa Kihouthi, amesema hayo katika hotuba iliyorushwa hewani Jumanne wakati wa maadhimisho ya siku ya taifa la mashahidi, na kusisitiza kuwa baada ya awamu ya kwanza ya mapambano na wa Israel, wananchi wa Yemen wamepata nguvu kubwa zaidi kuliko huko nyuma. Amezungumzia operesheni za majini na angani zilizofanywa na vikosi vya Wahouthi kwa miezi kadhaa dhidi ya Israel ili kulazimisha utawala wa Israel kukomesha jinai na mauaji yake ya umati huko katika ukanda wa Gaza, na kusema kuwa hata wakati Israel na washirika wake yaani Marekani na Uingereza na madola vibaraka katika eneo na mataifa yalipoanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen, taifa hilo la Kiarabu liliendelea kuwa imara na kuzuia mashambulizi hayo ya angani na baharini dhidi ya Israel. Hata hivyo, Wahouthi wa Yemen waliendeleza operation kadhaa wakifanya mashambulizi katika ndege za kivita za Marekani, wakiangusha baadhi ya ndege za F-35 na ndege zingine za hali ya juu ambazo Marekani ilikuwa ikizitumia katika operation dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi. Hata hivyo, hatima yake ni rais wa Marekani Donald Trump kutaka suluhu dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi na kuondoa majeshi yake katika eneo hilo, lakini mapambano yao yaliendelea dhidi ya Waisrael, na Israel ilianzisha mashambulizi makubwa ikiwalenga baadhi ya viongozi wake, na imetokea miongoni mwa mashambulizi yakiwaua wanajeshi wakubwa katika jeshi la Wahouthi pamoja na mawaziri kadhaa akiwemo waziri mkuu wa wapiganaji hao wa Kihouthi. Katika sehemu moja hotuba ya Abdul Malik Al-Houthi amesema, hakika tunaelekea kwenye duru nyingine ya mapambano na adui Israel. Eneo letu hili haliwezi kuwa na utulivu, usalama na amani maadamu Israel inaendelea kuyakalia kwa mabavu maeneo ya Wapalestina na inaendelea na njama zake dhidi yetu kama umma wa Kiislamu, alimalizia Abdul Malik Al-Houthi. Vile vile amemshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwapa watu wa Yemen heshima kutokana na msimamo wao imara wa kuliunga mkono taifa linalodhulumiwa la Palestina na kutokana na Yemen kuisaidia Gaza katika vita vyake na wa Israel hadi pale Israel itakapolazimika kutia saini makubaliano ya kusimamisha vita. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo ya wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen ambao wameapa kushirikiana kwa pamoja katika mapambano dhidi ya Israel, kutokana na kwamba mipango yao ni kuona Israel inaachana na mpango wa mashambulizi dhidi ya Wapalestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Endelea kuwa nasi, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani.